nitakuwa nasoma mstari wa 17 up to number 26. Luke chapter number 5 verse 17 up to number 26. Kama uko pale unaweza sema amen. Naenda kusoma na Kizungu alafu kisha baadaye nitakuwa na ubiri na Kiswahili na Luka ambao baba atakaoniwezesha. Ninaamini mtabarikiwa. And it came to pass that Saturday as he was teaching that there was a Pharisees and doctors of the law sitting by, which were coming out of every town of Galilee and Judea and in Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. And behold, the men brought in to obey the man which was taken with a palsy, and they saw the means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find by what the way they might bring him in because of the multitudes, they went upon the housetop and let him down through the turning with his couch into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. And the scribes and the Pharisees began to reason, say, Who is this which speaketh blameless? Who can forgive his sin? But God alone. But when Jesus perceived their thoughts, he answered, said unto them, What reason you in your heart? And whether it is easier to say, Thy sins are forgiven, or to say, Rise up and walk. But that we may know that the Son of Man had power upon the earth to forgive sins. Then I said unto this man, I say unto thee, Arise and take up thy coat and go into thine house. Number 25. When they immediately he arose up before them and took up the well he lay and departed to his own house, glorified God. And they were whole amazed, and they glorified God, were filled with fear, saying, We have seen stranger things today. Can we bow our head down as we believe our God with a word of prayer? Everlasting Father, in the name of Jesus, Lord, want to thank you once more because of this word. I want to bless your name because it's the name above all the names. Tonight, my King, my Father, I'm praying that your grace may fall upon my heart and may be released upon the heart of your believer. Tonight, King, bless them as I preach this gospel to them. May you open their understanding. May you bless them. May you, Lord, touch them as, Lord, you touch also me. It is not because I'm worthy before them, but because your grace is upon my life. That's why, Lord, you have sent me with this word to speak unto them. How, Lord, I pray today that, God, you are going to use me just as a pastor to pass your gospel. Baba, tunitumie kwa wema wako, kwa sababu wewe umependezwa nami nikahubiri hichi. Asante ni kwa ajili Baba utanitumia, nami nimekubali kutumika ni kwa ajili ya neno lako. Na nyenyekea nikiomba Bwana kibali na neema yako iwe juu yangu, ni kwa ajili ya utukufu wako. Na ni katika jina la Yesu Mwana wa Mungu nimeomba na kuamini. Amen. Can we hear a big amen? Amen. Can I hear a big amen? Amen. Mwimbaji mmoja kaimba, niacheni niende nikahubiri injili, niacheni niende nikahubiri injili, Baba niacheni Yeah.
Amen. Hiyo hata iko afadhali. Hii haingii. Sauti iko chini. Haleluya. Amen. Mupe Bwana Yesu sadaka nzuri. Sadaka ya Bwana Yesu makofi. Haleluya. Maandiko yanasema yule mtu alikuwa amepuuzwa, akatembea na hospitali, akakosa usaidizi, akaenda kwa waganga, akakosa usaidizi. Maandiko yanasema wakati alisikia habari za Yesu, Biblia inasema akaambia ndugu zake, leo lazima nitapona. Nimekuja kutangaza leo ya kwamba haijalishi katika hiyo hali huko umepitia kwa mdagara, lakini leo natangaza Yesu tunayemtumikia ya kwamba utokao hapa utakuwa umepona. Kama unaamini shangilia Bwana Yesu makofi, sema mimi naamini. Sema napokea. Maandiko yanasema katika yule hakukuwa na pasi ya kuingia, lakini maandiko yanasema naye uwepo wa Bwana wako pale ulikuwa pale. Nasikia sauti ya Bwana na kwamba leo mahali hapa kuna nguvu zake Bwana na kupona mahitaji, magonjwa, kila hali tunazopitia. Kama unaamini sema amen. Sema amen. Hiyo hata shetani hajasikia. Sema imeni kubwa. Amen. Haleluya. Amen. Watu iko na bashako. Sema amen kubwa. Amen. Peperusha mkono wako, sema Bwana Yesu naamini. Sema Bwana Yesu naamini. Wakati wanapita kwa ile karo, Biblia inasema hakukuwa na nafasi ya kuingia, maana watu wamefurika ndani na hata nje. Wacha nikuambie mchana wa leo, hakuna kitu kimenizuia, hakiwezi kikazuia nisimuone Bwana. Lazima nitatafuta mbinu ya kukutana na Yesu. Yes. I want to tell you today, I'm tired because of this situation. Nimechoka na kuomba, nimechoka na kuchekelewa, nimechoka na madhara. Sasa naenda nakuta Yesu. Bora nianguke tu nikuone pake Kristo. Ninaenda kupona. Peperusha mkono wako, sema naenda kupona. Sema naenda kupona. Naenda kupona. Yes. Yes. Hebu kama hiyo kitu dakika moja. Bawa yukai anak kuruma simba. Kita sikit ya simba anak kuruma. Kita sikit ya simba.
tunashukuru Mungu, maana Mungu anatupatiaga kibali cha kujua mahali tutapitia. Siko inasema akatazama juu, akaona ni tao zimewekwa, akasema pandeni mtoe tao. Ukisha toa tao ziteremsheni pale. Imagine yeye ndiye anapatiana instruction. Wacha kuambie wakati wako wa muujiza ukipika. Mungu atakuonyesha mahali utapitia. Utapiga muujiza wako. Yesu hapo pale anaendelea na kuhubiri. Akisema wabarikiwa ni wale watakaoenda mbinguni ni wale. Akiwa anaendelea na kuhubiri. Akaona tausi zinaondolewa. Akaona ya pili imeondolewa. Nafasi ilianza kuonekana. Akitazama. Akaona mtu anateremshwa. Kama kutoka juu. Akauliza na kikamba. Na andiko ya mbio vera. Kwani dunia imeanza kuisha. Naona watu wanatokea juu wakikuja. Jamaa ameteremshwa na kamba ile. Jamaa ameshikiwa na watu wale. Akiteremshwa kwa magamba. Yesu alipomtazama akamwambia, kuanzia leo umesamehewa. Kumbe jamani alikuwa amebakisha dawa moja. Sote halikunywa. Lakini dawa ya kusamehewa ndio ilikuwa imebakia. Yesu akagundua ugonjwa huyu jamaa hauhitaji dawa, unahitaji asamehewe, maisha yake yabadilike. Nataka mchana wa leo unahitaji msamaha, nyumba yako ikapona. Unahitaji msamaha, biashara yako ikabadilike. Unahitaji msamaha, maisha yako. Hebu Bwana kwa hivyo kidogo. Sema Bwana Yesu nahitaji tukugusa. Gusa lako nahitaji msamaha. Ambia Bwana Yesu tunahitaji unisamehe. Nahitaji unisamehe. Nasikia tu kwa sauti. Kakisema ndio kanisa ikapelekwa tu another level. Lazima Mungu akatusamehe. Lazima Mungu akatusamehe. Ndio wapendwa kaendesha magari. Tunahitaji kutembea na Yesu. Yesu apendezwe na sisi. Watu wakabarikiwa na matunda za kiroho. Tunahitaji Yesu. Yesu atupeleke kiwango kingine. Peperusha mikono yako, sema Yesu naamini. Yesu naamini. Amen. Amen. Baba, Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Waamini nikisema pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, nakupenda nasema pokea sifa. Yani wimbo ukaanza kugeuka. Ulikuwa itishani ni wimbo wa machozi. Sasa Bwana amesema dhambi zako umesamehewa. Biblia inasema akaambia wale walikuwa wameshika kamba, achilieni kamba, maana sasa nimeanguka katika miguu ya Yesu. Tangaza mchana wa leo, wanao kushikilia waachilie kamba, waanguke miguuni yake Kristo, wapate kupona. Waambie waachilie. Waachilie makamba zao. Wanaoulisha chakula wakiokea waachilie. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Waachilie. Oh yes. Manage. Yes. Manage. Yes. Waachilie tanguke miguuni ya Yesu. Oh yes. Hallelujah. Amen. Maana ukianguka miguuni ya simba wa Yuda. Ay 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 ay. Ila sauti zimeinuka. Toka kuzimu. Zote zinasimwa.
Magonjwa, umasikini, shahabu, masengenyo, kukosa pesa, kila kitu inaenda ikisimama na simba halita. Anakuambia sasa. Mafarisayo wakiwa pale wakiuliza nani anaweza samea? Yesu akawauliza, mnasema kusamea peke yake, na nikimwambia simame atweke kitanda chake atende. Yesu akasema sasa wacha kusamewa, simama kwa miguu yako. Huyu ni mgonjwa anaamrishwa na Yesu. Maandiko inasema miguu ikaanza kushika nguvu, mikono ikaanza kushika nguvu, mwili ukaanza kushika nguvu. Akaambiwa chukua kitanda, wekelea kwa bega, tembea na kitanda, ukitangaza umepona. Jamani, kama unapenda Yesu ushangilie Bwana Yesu makofi. Unajua kuna sauti kananiambia kuna mtu ambao anaenda kutweka kitanda cha mashida na atembea. Kitanda cha mashida, kushikiliwa, madhara, kuchukiwa, unaenda kuwekelea kwa mgongo, ukishaweka kwa mgongo, utatembea katika mtaa, ukiwaambia aliyedharauliwa ateseka, sio huyu. Sasa nawaambia I am a living testimony. Muujiza ulio hai. Unatembea barabarani. Muujiza ulio hai. Naomba Mungu akabadilishe maisha yako na ukawe one of the walking miracle. Amen. Yako ikawe one of the living miracle. Yani mambo yanabadilike mpaka Waluya waseme vindu vijanga sana. Mwikuru mwibangale we
nasikia raha ndani ya moyo. Haleluya. Wakishangaa wakaona yule jamaa ameweka kitanda, akaingia kwa hekao, akawaambia kuanzia leo majina yamebadilika, mtaniita mbarikiwa aliyepona. Maisha ikabadilika. Natangaza in the name of Jesus, your life from this hour will never be the same again. Nikiwa nimepaa kiatu cha tunambie, natangaza kwa jina la Yesu, wanaotafuta kazi. Naamini nyosha mikono yako juu ukiambia Bwana Yesu nakushukuru. Simama tu na miguu yako. Simama na miguu yako ukiambia Bwana, Bwana ninaomba Mungu, katika wale wametajwa niwe mmoja wao. Nyosha mikono tu ukishukuru. Ni saa ya kushukuru. It is not the time of comparison. Lift your voice to Jesus. Tell Jesus, swallow.
Asante Yesu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mpe Bwana Yesu sadaka nzuri hapo. Unaweza keti kwa jina la Yesu. Wakati wa kuandaa matoleo. It's a good time. Hallelujah. We want to offer our